Kaka, hebu na mwache tamuuliza kaka. Kaka! Kaka, hebu acha bana utamuumiza. Kaka! Hebu sikupata mlango. Niachie Leila! Kaka! Ele mpuzi usirudi tena hapa. Wewe. Abeza kwanza kunizuia. Wewe unataka mimi unafikiria nafanya vitu vizuri na kufanya mundani? Lakini kaka utamuumiza. Kwani ana makosa gani? Akati amesema ukweli tu. Maana hata mimi nikikutanaga na yule dada wa saluni, ananiambia mambo hayo hayo. Dada? Dada gani? Si yule wanamuita Mama P. Leila, hebu kwanza ngoja nimuite huyo, nimpe onyo la mwisho. Alafu nikimalizana naye ndo nitamfuata huyo dada. Sawa? Lakini kaka, mimi naona usimpige tena. Utakuja tu kumuumiza dada. Hana kosa lolote. Sawa, hebu tumuite tu kwanza huyo Fatuma. Fatuma! Fatuma! Dada! Fatuma! Afeti! Fatuma! Fatuma! Afeti uko wapi? Leila mdogo wangu. Mimi nishaanza kupata mashaka. Mashaka gani tena kaka? Yaani haiwezekani mimi kumpiga kidogo ndo akimbia pasipojulikana kweli? Hapana kaka, yaani hawezi kabisa kuwa ameondoka. Itakuwa tukajificha, anakuogopa wewe. Isije ikawa ndio sababu yeye kutoka nyumbani kukimbilia kwa mabwana zake. Kwa sababu mimi na wewe tukiondoka nyumbani, hatujui yeye huwa ana ratiba gani. Wewe ukiondoka kwenda shule na mimi nikiondoka kwenda kwenye vibarua vyangu, mimi sijui akibaki wao ana ratiba gani ambazo anazifanya. Lakini kaka, usikimbilie tu kumlaumu. Hivi unajua kwamba umempiga sana? Yaani light kama mimi ningejua ungempiga kiasi hiki, nisingefungua hata mdomo wangu yani kuongea maneno yale. Ina maana Leila, kwa nini maana unaniona mimi ndo mwenye makosa hapa? Yaani mimi ndo nina makosa hapa. Sio hivyo kaka. Ila unajua umempiga sana. Na hata kama mimi nikiondoka shule nikirudi nyumbani, huwa namkuta dada nyumbani tu anaendelea na kazi zake za kawaida. Ila yule Mama P yule anahofia kweli yani, kwa kipigo kile sio ndo sababu ya kutoroka nyumbani. Kutoroka nyumbani? Labda niwe sijaachua usia wa kuwalea nyie. Ngoja kwanza niende kwa wewe Mama P. Sawa kaka. Yaani ningejua kama yote angetokea, ningekaa kimya. Yaani bora tu ukae na siri moyoni mwako hata kama inakuumiza. Sasa sijui dadangu atafanyaje. Kila yote ni makosa ya kaka. Anashindwa kutumia busara kabisa yani. Maana wengi walisema nisijute hasira ni hasara. Yaani kaka kanipiga kiasi hiki. Huyu kaka anaweza hata kuniua. Ni bora niende hata kwa shangazi, labda anaweza kunisaidia. Yaani kaka amenihukumu kwa kosa nisilolifanya pamoja na Leila. Kaka na Leila nawachukia. Siwezi kuishi nayo tena. Ni bora niende kwa shangazi hata kama alikuwa anatuchukia. Labda atanisaidia. Ikitokea kama akikataa kunisaidia, nitajua sehemu ya kwenda wapi. Habari mkuu. Vipi zombi? Salama mkuu. Mambo yanasemaje? Fresh tu, mambo yanaenda sawa tu mkuu. Vipi upo wapi kwa sasa? Kwa huko nipo mtaani. Sasa nilikuwa nataka nikupe maagizo. Unipatie mawasiliano yule kijana. Maana nahitaji kumchunguza zaidi kupitia simu yake. Kwa sababu hivi karibuni kutakuwa kuna tukio, kuna kazi natakiwa nimpe. Sawa. Kwa nahitaji ufanye juu chini
unipatie mawasiliano yake, alafu nataka usiku wa leo umfanyie uchunguzi wa mwisho. Sawa mkuu. Naomba unifanyie hiyo kazi yangu. Sawa mkuu. Basi tutawasiliana wakati mwingine. Sawa mkuu. Basi sawa, haina shida. Sawa mkuu. Kibaya tafurahi kweli kweli. Bosi akakubali kumpa kazi. Sikiliza, utajua. Nini unachotaka kwangu? Nisikilize, wewe ndio bingwa kuchukua watoto watu na kuwapeleka kwa mabwana, si ndio? Nilimtuma. Ni shida zake zilizomfanya akaja kwangu. Sitaki maneno mengi. Mimi nimekuja hapa nataka uniambie mdogo wangu yuko wapi. Mfunge kama mdogo wako. Kama unaona hataki kwenda kwa wanaume, kwa nini ziki zake zilizomfanya kaenda kwa mwanaume? Mama P. Nadhani wewe unijui vizuri. Unijui vizuri kabisa? Ninachotaka kujua mdogo wangu yuko wapi basi. Nimesema hivi, mfunge kama mdogo wako. Ina maana mimi nikiongea kwa upole naonekana mnyonge, si ndio? Sasa wewe si unajifanya kuwa kuwachukua watoto watu na kuwapeleka wakapelekwe moto, si ndio? Sasa leo nataka nikuonyeshe mimi ni nani. Na kuchukua mguu mosi mguu pili. Yaani leo kama nitapewa kesi ya kubaka basi nipewe leo. La sivyo utanijua mimi. Zombe mniache bwana nimalizie kazi yangu. Acha nayo. Sina nini kibula mwanangu. Zombe, umemwona mdada? Mdada anatadharau. Anamchukaje mdogo wangu kuwapeleka kwa mabwana? Hisi dharau. Kibula mwanangu wangu. Achana na vitu cha kwa Mungu huko nini? Yaani huko nje kuna kazi mwanangu. Acha naye huyo. Mchongo gani tena Zombi? Ndio tukaangalia huko tuende pembeni ukuchonge. Mapi. Natoka. Ila kama ukijua ile halijaisha bado, nakwambia kabisa ile bado halijaisha. Niache nichukue dawa zangu. Kwenda huko. Kwenda chokola una kazi mshamba wewe, kwenda huko. Zombi, unamsikia maneno yake yule mdada? Unamsikia maneno yake? Sina nini na wewe mwanangu kushindana na watoto wa kike. Tondoke bwana. Kwani Mapi? Si hao tukaragosi. Nyie kwani mna nini? Una shida gani? Waangalia sura zimewapauka payu. Na waangalie nyie vipi nyie? Kibula. Niambie kaka. Sasa lakini bosi anataka namba yako. Bosi wako anataka namba yangu? Anataka namba yako. Inaonekana atakuwa amekunjua moyo wake kunipa kazi, si ndio? Unajua nini Zombi? Unajua mimi ni msomi sana. Nimesoma mpaka elimu ya chuo kikuu. Hata kama mmenificha ni kazi gani ambayo mnaifanya, ila zaidi shairi kabisa mimi najua kama kazi mnaifanya ni haramu. Ila mimi nikwambie tu, hata kama kazi yenu itakuwa ni ya kuchinja chinja, mimi nitafanya kwa, yani nitaifanya kwa moyo mmoja ili niweze kuwasaidia wadogo zangu. Kwa sababu sasa hivi napitia changamoto nyingi sana afu na uhitaji mkubwa sana wa kifedha. Sasa kiwa wangu usio na hofu. Zombi, sio kama nina hofu. Hii ni furaha tu. Yaani nina furaha kama nitaweza kupata kazi ambayo itaweza kunisaidia nikaweza kupata kipato kwa ajili ya kuweza kuwasaidia wadogo zangu. Kwa sababu kama unavyoona pale nyuma nikuta kwenye situation mbaya sana. Yaani nafikia time mpaka mtani wanaanza kunidharau. Mama pia ananiita mimi chokolate. Yaani mimi naonekana mimi ni chokolate na sasa hivi mtani kwa sababu yani sina pesa, sina kipato. Isitoshe ukiangalia mdogo wangu wa kike tayari kashatoroka. Sielewi hapa alipo, yani sielewi na mambo kibao na nichanganya.
Kwa nina uhitaji mkubwa sana wa kazi, ndio maana nakwambia ni aise, kama atanigea kazi nitafurahi sana Zombi. Basi poa basi. Ni basi nyingine namba. Sida. Zombi. Huwezi amini ile simu yangu mimi nimeuza. Nilikuwa na changamoto ndogo ndogo kwa nikaamua niuze simu. Ila ile namba yangu kama unaikumbuka ndo namba ile ambayo ninaitumia. Ndio maana nikipiga hata ipaikana. Ndio hivyo Zombi. Mimi kwa sasa hivi sina simu. Kwa hiyo ukienda kwa bosi wako mwambie mimi sina simu. Ila niko tayari kwa kufanya kazi yoyote. Niko radhi hata nifie katika uwanja wa vita. Sawa basi, ngoja basi nimpigie. Chukua simu. Kayuka. Vipi? Mangu we. Shujaa kweli kweli. Amna Zombi, mambo madogo tu. So jua ulisha la 7. Mimi nilipata bahati ya kuendelea mpaka elimu ya form 6. Kwa hiyo tulivyomaliza elimu ya form 6, so jua tena mipangilio ya serikali, tukapata nafasi ya kwenda mafunzo ya jeshi. Na sikuishia hapo. Nilivyokuwa mtani kabla ya kwenda chuo, nikaingia kwenye kikundi, kuna kikundi kimoja kile cha mafunzo ya cadet. Na nilifanikiwa kupata mkanda mweusi. Kwa hiyo kwenye mambo kama haya, kwangu yapo kawaida tu. Du. Yaani wangu kibwa, yaani wewe wangu wewe, yaani ni mkali. Ngoja basi nimpigie boss. Poa, poa. Halo. Halo. Habari boss? Zuri, nipe report. Fresh hapa mimi nishaongea naye. Ndio. Akasema namba yake pale kwa sasa hivi hapa ana simu. Okay, kama ana simu mlete mafichoni nizungumze naye. Sawa boss. Sawa, haina shida. Sawa boss. Sawa basi twende Kibora. Poa, twende. Karibu Fatuma, ujambo? Ujambo. Shikamo. Haya. Nini tena kwa kwangu? Shangazi, nisaidie. Kwa nyumbani kaka kanipiga na kanifukuza. Sina sehemu pa kwenda shangazi. Fatuma, mimi siwezi kukaa na nyie. Mimi na baba yenu tulikuwa kama paka na chui. Na alisema kabisa hata akifa nisije kwenye msiba wake. Na nisije nikachukua mtoto wake hata mmoja nikakaa naye. Kwa hiyo mimi siwezi kukaa na wewe Fatuma. Siwezi kuchukua mtoto wake hata mmoja kiufupi. Shangazi nisaidie, nione huruma. Sasa nitaenda wapi? Isitoshe kakisha nifukuza. Sina sehemu pa kwenda shangazi, nione huruma. Nimesema siwezi kuwasaidia na siwezi kuwa karibu na nyie. Haya. Naomba uende kwenu. Nenda kwenu. Yote haya kwa sababu hayupo. Ndio maana kaka amenigeuka. Na Leila anazidi kunichongea. Isitoshe shangazi amshanikataa. Nitaenda wapi Mungu? Mungu nisaidie.